Mimi sini zote zinanigusa, hususan tunavomjibu jeuli baba yetu. Yule ni baba, yule mzazi. Yani nikichukulia tu maisha mimi Shamira, nikichukulia maisha yangu na watoto wangu. Na mimi mtoto wa kike mfano, nimebeba ujauzito, nimepata shida, amezaliwa mtoto silali, akilia kidogo yani ule usiku wote wa mtoto mchanga unahangaika, anaumwa, unahangaika na mashule, alafu anakuwa yani vyote hivyo, amekaa nyumbani, unamlisha lakini hana jema. Baba hana sauti. Umeelewa na anawapenda. Lakini unamjibu vile. Kwa kweli sini zote ninazojibizana na mzee Kikala zinaniuma sana. Sana. Abduli kama amekutafutia jeraha la moyo. Yani zinaniuma kusema ule ukweli. La, zinaniuma sana, si thubutu kwenye vile. Yani hata kama wakitazama watu, watazame sio kwa kuiga tabia zetu. Watazame kwa kutuona si watoto wema kwa wazazi. Yani watazame kwa jicho lingine kabisa. Sisi tunatoa burudani, tunatoa mafunzo kwa njia ya burudani. Kwa hiyo unaangalia hata mitaani tunao, huyu anamdharau mzazi wake, huyu anatukana, huyu hivyo. Hata yani wachukue kwa mafunzo yaliyo mazuri. Sisi tunarekebisha. Lakini kuna mtu ana akili kama zetu, anatupenda, anasifu, anapenda jinsi tulivyo. Umeelewa Na mineno yenu. Na mineno yetu na mikala yetu na kujibu ujeuli wazazi wetu, yani yeye ndo anapenda vile, anaona kama sifa. Haiko hivyo. Anaweza ngapenda lakini asichukue kama funzo au asichukue kama ni kigezo yenyewe kuiga kile ambacho unafanya. Tunapenda apende, ila wasichukue kuwa vile ndo kigezo cha kumtukana mtu mzazi wake. Huwa sipendi kama vile Chiku. Anatusaidia sana. Mimi ni mkubwa kwa Chiku. Lakini kwa kujiheshimu, Chiku aniamkia, na huja ataamkia watoto, mimi aniamkia. Kwa sababu nini? Umejidhalilisha wewe mwenyewe, umejishusha mwenyewe, umejitoa thamani. Yes, bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni muendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha, exclusive interview ama mahojiano na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani kuwasikiliza ama kuwatazama juu ya mazuri ambao wamekuwa wakifanya kila kukicha. Na jina la Bstar si jina geni kwako, ama jina la Mwadawa, moja kati ya majina ambayo yametaradadi mitaani kwa siku za hivi karibuni. Ukizungumzia Mwadawa, unazungumzia Siwa, unazungumzia Tukayo, unazungumzia familia ya mzee Kikala. Ukizungumzia familia ya mzee Kikala, unazungumzia Kombolela. Moja kati ya tamthilia ambazo mimi mwenyewe ni mdau. Niliweza kuitafuta kuanzia season 1 kwa sababu ilinipita. Nilitazama kuanzia season 1 mpaka sasa hivi kwenye season 2 ambapo walipofikia. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaifuatilia Kombolela, utakubaliana na mimi kwa sasa hakuna tamthilia ambazo zinafanya vizuri mitaani kuzidi Kombolela. Tumefanya jitihada za dhati kuweza kuwatafuta mmoja badala mwingine, wasanii ambao wamenogesha tamthilia ile, wasanii ambao wamehusika, na ikibidi tumtafute mtunzi mwenyewe ama mwandishi ambaye ameichora Kombolela kuanzia alipotoka mpaka pale ambapo alipofikia. Lakini muda huu nazungumza na Mwadawa, mmoja kati ya watu ambao na wenyewe wana kijiji chao kwenye Kombolela. Kuna watu wanasema mimi bila ya Mwadawa siwezi kuitazama Kombolela. Tunazungumza naye, tuambie ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kuifanya Kombolela ifike hapa ilipokuwa, na ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kushiriki kunako tamthilia hii. Mamangu Shimako. Marahaba. Kwema kabisa. Kwema. Nimefurahi kukutana na wewe. Binafsi mimi ni shabiki wenu wa Kombolela. Nashukuru, na hivyo umesema umeianzia mwanzo, kweli wewe shabiki. Nimeenjoy sana. Sawa, nina mengi nitamani nifahamu, ama mimi ni daraja naunganisha kati wasanii na watazamaji wenu. Watazamaji kuna mengi ambayo wangetamani wafahamu. Tuanzie na jina halisia. Tunamfahamu Bstar, kipindi kile jina la Kaholi, tunamfahamu Mwadawa kwenye Kombolela, lakini jina ambalo wazazi wamekupa ni nani hasa? Wazazi wangu walitulia, wakanipa jina Shamira. Familia yangu inaitwa Ndoangila. Mimi ni Mngoni kwa baba na mama. Songea moja. Songea moja, Nyumbi, Bombi. Sana hitu tulianzia wapi? Tulianzia Songea ama Papada? Papada. Tandale. Ndio ilipoanzia sanaa. Pale palikuwa na kundi linaitwa Tandale Modern Theater. Lile kundi lilikuwa na fani nyingi tofauti tofauti. Ikiwepo maigizo, ngoma, kwaya, nyimbo za taarabu.
Kwa hiyo ngonjera, yani vitu vingi, si unajua tukisema yani ni full package. Kwa hiyo sanaa yangu, safari yangu ya sanaa pale ndio ilipoanzia. Ulianza kuigiza moja kwa moja? Wengi wanasema kama nilianza sio kwenye ngonjera hivi na hivi, umeshazoea kwenye kuigiza. Wewe ulianzaje? Nilianza na ngoma. Nilipotoka ngoma, yani kwa sababu si vipo vitu mule. Kwa hiyo na mimi nikawa naonja. Ngoma nacheza, naimba, taarabu naimba, kwaya, naigiza. Japokuwa kwenye kuigiza sikuwa sana, yani sikuwa najua kama niko vizuri, lakini kwa sababu kitu kimo humo ndani na mimi nilikuwa nakifanya hicho kitu. Kutoka kwenye kundi la Tandale sasa mpaka kwenda kwenye Kaole. Bila shaka Kaole ndo kambi ambayo imekutambulisha kisanaa. Ilikuwaje? Mchakato ulikuwaje? Ama nani ambaye alikushika mpaka kuingiza kule? Mogo Mchungu ndo, kwa sababu tulikuwa naye kwenye ile kundi, tulimkaribisha yeye. Alivotoka hapo yeye akaenda Kaole. Kaole ndo anarusha michezo yote kwenye television. Akamwambia Christian Timwenga ndo alikuwa director. Akasema kuna binti, ukisema binti kipindi hicho mimi ni binti. Hiyo miaka gani hiyo? Ya 80, 90, 70, 60? Ilikuwa 1900. Kwa hiyo akasema kule kuna binti ambaye anaweza kuigiza lakini nahisi kama yeye hajioni. Akaja naye nyumbani, wakanibembeleza, yani wakanipa miongozo, lakini sikuwa tayari kusema ule ukweli. Wazazi sasa kipindi hiko? Nimekuwa mkubwa, na wazazi baba na mama, lakini sikai kwa baba na mama. Kwa hiyo nikafikiria walivyoondoka, ikabidi niende Kaole. Ukajipeleka? Nikaenda, nimeenda pale. Nilipofika na Kaole ilikuwa siku ya kwanza, ukifika ndo siku ya interview, lakini mwenyewe hujui na wala huambiwi. Ndio ikawa safari hapo sasa. Siku yangu ya kwanza wanaita day 1. Day 1 yangu ilikuwa nzuri. Basi nikapokelewa vizuri, mambo yakawa yako shega. Kaole inasifika kutoa vipaji vikubwa sana ambavyo kwa sasa hivi Tanzania tunajivunia uwepo wao. Kipindi kile unaingia kulikuwa na vichwa gani unavikumbuka ambavyo sasa hivi tunavyo? Kulikuwa na vichwa, yuko Cheni, sasa hivi yuko hai. Yuko Cheni, Swebe, Bambo, maana mimi ndo niliowakuta. Yupo Kemi, hivyo ndo vichwa ambavyo nimevikuta. Dada Zawadi, dada Bahati, wengi naweza nikawa nimewasahau, lakini walio wengi ndi hao. Lakini waliofariki kuna kina Bihindu, Mzee Kipara, Mzee Pwagu, kina Maambiliki, wale ndo wazee ambao wao walikuwa nimewakuta mimi pale na mpaka sasa hivi yupo katika watu wazima, yuko Bikidide. Kuna nini cha ziada ambacho unahisi Kaole kilikuwa inacho kiasi kwamba wasanii wake wameendelea kubaki hai wengi, kwa maana kwamba wanafanya vizuri tofauti na hizi nani za sasa hivi sana tofauti? Kaole kundi letu lilikuwa kama chuo, umeelewa? Alafu uzuri wale viongozi wa kila Mzee Kipara walianzia kwenye radio. Kwa hiyo walikuwa wana vitu vingi wao. Michezo ya sauti. Ya sauti. Kwa hiyo wao walitutangulia, alafu na Christian Timwenga alikuwa na vision hivi. Yani akikutazama anajua kabisa huyu ili atoke hivi kama una ugumu kwenye kutoka, lakini kama una urahisi unakuwa umemrahisishia wewe kukupush ukaendelea unakoendelea. Kwa hiyo kulikuwa na vitu vingi sana, maadili. Yani kichuo unajua au kishule. Sio mtu unaenda tu unaingia unatoka. Na sheria ngumu zilikuwepo pale. Na kulikuwa na hamasa nyingi. Hapo na fulani hivi, ngoja na mimi niwe kama yule. Kwa hiyo ule umoja ulikuwa mzuri sana. Alafu sasa ule umoja ulikuwa unapelekea hata kujuana kwenye familia. Yani tukawa ndugu kabisa. Sawa. Kazi yako ya kwanza unakumbuka ni ipi ambayo ilikutambulisha sasa? Ulitoka kwenye kucheza ngoma ukaingia kwenye kuigiza, sasa upo Kaole. Kazi yako ya kwanza unakumbuka historia yake walau kwa ufupi? Kazi yangu ya kwanza inaitwa Fukuto. Kwa hiyo kwenye lile kundi mimi niliingia mchezo wa pili. Wa kwanza ulikuwa Ujafa Ujaumbika. Mimi nikapata bahati kuingia mchezo wa pili.
katika kutoa ule wa kwanza ulikuwa uko juu na sisi tulioingia nao tukaupaisha zaidi. Ulikuwa unaitwa Fukuto na jina langu Bista. Fukuto kama naikumbuka hii. Ulikuwa na kina nani pale? Fukuto mimi nilikuwa nyumba ndogo ya Mwogo Mchungu. Mama nyama yao kwa maana ya Pililwei, yeye alikuwa mama nyama yao, mama Kibakuli, watoto wake walikuwa wawili. Yeye ndo alikuwa mke halali. Mimi nimeenda pale kama nyumba ndogo ya Mwogo Mchungu, nikapata mtoto na mimi wa Mwogo Mchungu anaitwa Na. Ambaye Na ni mwanangu kweli mimi wa pili. Nimeenda naye pale akiwa mdogo. Kwa hiyo naye akapata kasi. Akacheza kama binti wa Mwogo Mchungu wa nyumba ndogo. Nyama yao Kibakuli kama wapo sasa hivi? Hawapo. Hawapo kwenye nini sasa? Yaani tofauti na vile ambavyo Bista tunamwona sasa hivi na wenyewe kama hapo kimya. Wapo, ila kila mtu ameamua kukaa kwenye engo yake. Nyama yao yupo, alikaa sana China, amerudi yuko hapa, yuko Star Times pale. Yani yeye yuko katika wale wanaoingiza sauti zile za Kikorea. Kwa hiyo yupo kwenye sanaa, ila yuko kwenye engo nyingine. Na Kibakuli yeye yuko nyuma ya kamera. Na sasa hivi ni mtangazaji kwenye channel fulani. Kwa hiyo kila mtu ameenda sehemu yake, na sisi wengine tumeamua kusema sasa tunajikita miguu yote na mikono yote kwenye uigizaji wa kuonekana mbele kabisa. Sasa kuna kazi nyingi umezifanya, kazi zile za kipindi kile kwa CD zile, na sasa hivi upo kwenye haya YouTube haya tamthilia ambazo zinarushwa kwenye vipindi. Tofauti yake unahisi wapi walau kuna maslahi kwa upande wako? Zamani au sasa hivi? Zamani kwenye haya YouTube ya kuepo, labda tuzungumzie kipindi kile kwanza. Tofauti ya YouTube na vipindi vya nani vya kwenye vya runinga na CD yale. CD ni zamani sana. Na sikucheza sana mimi kwenye zile CD sikucheza sana. Mimi nilicheza sana kwenye television nilivyoanza, katikati nilipumzika kabisa. Baadaye nilivyorudi tena kwenye television, nilianza na television ya Azam. Kwa hiyo maslahi tofauti yake YouTube na kwenye television ipo. Yani kuna utofauti. Kwa binafsi mimi sio tofauti kubwa kidogo. Kwa mimi ni tofauti kidogo, zinatofautiana kidogo. Lakini kwenye television imezidi. Siku hizi vijana wengi sana wanaingiza hela nyingi sana kupitia YouTube. Kwa jina lako mtu angetamani na wewe sasa ungekuwa na kikundi chako wala YouTube mnawaonyesha vijana kwamba tunapambana design hii. Weka vizuri swali lako. Hatukuoni sasa wewe na wewe kuwa na kundi lako labda YouTube mkiwa mnaendeleza kazi. Mimi YouTube ninayo, ila ni tuseme changa. Hii juzi tu nimeifungua YouTube. Umechelewa hiyo. Sijachelewa, kila jambo lina wakati wake. Na nimechelewa hiyo vipi? Mimi sijachelewa. Sijachelewa. Kila jambo lina wakati wake. Unaweza ukafungua channel yako lakini bado impact ya sio kivile. Umeelewa? Lakini sasa ndio wakati sahihi. Kwa hiyo unahisi sasa hivi ndio muda sahihi wa wewe kuwa na YouTube yako? Muda sahihi na nitapata hela. Ikitokea mtu akasema kwamba tamthilia Kombolela ndio tamthilia ambayo Bista imempeleka mjini. Ni sahihi? Imenipeleka mjini? Kombolela. Kwamba kuna watu sasa hivi macho yao yote na kuangalia wewe tu. Naona sasa hivi kuna baadhi ya YouTube channel zinakutumia kama ni wametazama ni Kombolela hivi. Wewe umenijua kwenye Kombolela? Mimi nimekujua kitambo, lakini kipindi kile sasa wakati upo kwenye zile runinga, kuna baadhi ya YouTube channel zilikuwa hazikufuati. Lakini sasa hivi unasema tunakuona. YouTube channels ndio zimekuja sasa hivi. Swali lako liko sahihi, ila umekosea kwenye kuniuliza swali. Usiseme Kombolela ndio imenifanya nipeleke mjini. Sio uwezo wangu binafsi. Na uwezo lakini. Kwa hiyo niseme hivi, wakati sahihi ndio wakati wa Mungu. Ni wakati wako. Yani huu ndio wakati sahihi. Kwa hiyo Kombolela imeongeza chachu kwangu. Lakini sidhani kama nilishawahi kupoa. Kombolela imeongeza chachu zaidi. Sawa? Ilikuwa ni rahisi au ngumu kiasi gani kushiriki kwenye Kombolela? Haikuwa ngumu kwangu kwa sababu mimi nipo kwa ajili ya kuigiza. Na ninajiamini. Kwa hiyo sioni kama kuna ugumu kuigiza. Yani mtu akikuita uigize kwenye hii
uone ugumu kwenye kuigiza. Haikuwa ngumu kwangu. Siku ambayo umefuatwa ukapewa mkataba au ukaambiwa bana tuna tamthilia yetu inaitwa Kombolela tunatamani ushiriki wa script, ulivyoitazama hivi kitu gani ambacho kilikuingia kichwani? Nikurudisha nyuma kidogo kwa sababu ukizungumzia Kombolela unamzungumzia Abduli. Abduli sikuanza naye Kombolela, nimeanza naye Mama Kimbo. Sio, umeelewa kwa hiyo ndani ya Mama Kimbo nimezoeana naye, ni bosi wangu lakini ni mwanangu, ni mtu wangu wa karibu. Kwa hiyo najua hata tulivyoanza kukubaliana mimi na yeye, ameniambia nina kazi 3 double ambazo wewe utazicheza. Tunaanza Mama Kimbo ambayo ndo hii, alafu kuna Kombolela, kuna Zahanati ya Kijiji. Ila sijajua kati ya Kombolela na Zahanati ya Kijiji itaanza ipi. Umenielewa? Kwa hiyo wakati nacheza bado najua kabisa kuna kazi 2 mbele nitacheza zinafuata kwa upande wangu. Kwa hiyo hata alivoleta story yeye huwa ananipa kidogo, mama hebu isome kwanza, kwa sababu na yeye pia yeye ni bosi wangu, lakini na yeye anaamini uwezo wangu. Anaamini na mimi jicho langu liko vizuri. Kwa hiyo anapo kidogo akiandika mama hebu ipitie. Mimi naipitia, namwambia hapa iko vizuri. Mama Midhali umesema iko vizuri. Kweli mama, una uhakika? Kwa sababu yeye huwa anaandika, ni kipaji chake. Lakini bado sometimes huwa kama haamini hili jambo litakwenda. Mama naogopa, naambia uogopi mwanangu. Kaza buti, kazi ni nzuri. Kweli tukaenda kucheza demo imepelekwa, imekubaliwa, tumekiwasha kwa mara ya kwanza. Watu wameelewa vizuri sana. Lakini kutokana na channel tulokuwa nayo, wao wana misimu 4 au misimu 5, ikabidi tuishie hapo. Lakini wananchi, nguvu ya wananchi wenye nchi yao wamesema hapana, ili jambo tunalitaka. Ambao ni mabosi wenu tuseme. Watazamaji ndio mabosi wenu nyinyi. Ndio mabosi wetu, wasebleni wale. Ndio mabosi wetu. Jamani, ili jambo tunalitaka. Tunalitaka. Walijua nyimbo tu. Nyimbo sasa imekuwa jamani, hebu kwanza tuwasikilize. Tumuite mwenyewe bwana, watu wanasema hivyo, unasemaje? Mimi nilisema toka mwanzo. Kwa hiyo dude liendelee kitu hicho hapo. Selection ya characters. Kuna namna yote ambayo ulihusika wewe? Sio sana. So naweza akanipa nasoma, nikauliza tu baba fulani nani? Hivi na hivi, au unamwona ajabu, yuko fresh, lakini sio sana. Uhusikaji mzima ni yeye mwenyewe. Kwa sababu yeye mwenyewe anamchola mtu. Uandishaji, yani uandishi wake yeye anaweza kumpata mtu anamchola mtu mwenyewe jinsi alivyo. Kabla hajajua hapa namweka fulani. Yeye mwenyewe anachola hivi na hivi na hivi. Unaona, anaweza kampata mtu kwanza akamchola, au akachola afu lakini akasema huu ucholaji huu fulani ndo atapita hapa. Na akipita amepita kweli. Au vinginevyo unasema hapa tungemweka fulani. Haujawahi kutaiba nafasi. Sihusiki huko. Huko sihusiki. Sihusiki kabisa, yeye mwenyewe ndo story yake ndo. Mimi naulizaga tu hapa, akinitajia huwa anacheka, baba kiboko. Kwa sababu mimi namuona mtu gani au mtu wa aina gani. Lakini jibu lake linakuwa liko sawa sawa na kitu ambacho mimi nilichokifikiria. Aidha awe mtu au matendo ya mtu. Ulikuwa unawaza Mzee Kikala angekuwa yule ambaye mzee wetu yule kabla ndio maana nikakuuliza mwanzoni ulikuwa unashiriki kupendekeza baadhi ya characters. Mzee Kikala amefiti. Wewe binafsi wakati tunaambiwa bwana kutoka na Mzee Kikala hivi na hivi ulifiti kwamba akiweka yule mzee fulani au mzee yule ambaye ameingia ulisi angefiti zaidi? Kwa Mzee Kikala? Nilijua atafiti kwa sababu Mzee Kikala mimi nimecheza naye kwenye Single Mama. Kwa hiyo uwezo wake ni mkubwa. Kwanza ukimzungumzia Mzee Kikala ni mwalimu ujue wa sanaa. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Nilisema hapo, nani umemweka? Nimemweka Mzee Mkwabi, maana yeye ni Mzee Mkwabi. Nikamwambia sawa. Maisha ya Kombolela kuna namna yote ambayo yalimegusa maisha yako binafsi? Kwa maana watu wanahisi ndivyo nilivyo. Watu wanahisi? Wao wanahisi ndio nilivyo. Kiasi kwamba ukisema uko unakaa na Bistar au Mwadawa, mnawezana kweli? Mnawezana kweli na yule mtu? Mbona mkali, mbona hivi? Yani hivyo. Japo sio kwa kiwango kikubwa sana, mtu akiniona kumbe uko hivyo. Hata mimi nilipokuja hapa juu nitoje kuchambwa. Umeona sasa?
Umeona sasa akili yako? Yaani muda wote yani sisi tunaamini wewe Siwa muda wote ni maneno yanawatoka tu, maneno ya ovyo ovyo yale. Maneno ya Abduli yale. So yetu. Zetu ni nyongeza tu kidogo kidogo na toni za sauti tunazozitumia. Kwa sababu uandishi wa mtu yoyote una toni, kitu ambacho inawezekana hata muigizaji anaweza akaigiza ila asijue. Yale maandishi yana sauti. Ukiachana na yale maneno yaliyoandikwa, lakini yana sauti ambayo inataka kidogo nguvu ya kisanaa ndani yako kujua kwa hiyo. Ninavyotamka mimi anaweza kupewa mtu mwingine yasinoge. Anaweza ila yasinoge kama vile. Lakini ukipewa story ukaisoma ukaielewa, utapita kwenye sauti ya yale maneno. Nilikuuliza kwamba Kombolela imegusa maisha yako kwa sababu kuna namna fulani ukiwa unazungumza au kuna script fulani unakuwa unaivaa ile kutoka moyoni. Kana kwamba kweli ulishakuwa na maisha yako ulishaishi familia design ile, ndio maana nikatamani nifahamu hiyo kitu. Ulitamani hivyo? Hapana, sijaishi hivyo. Sijaishi hivyo. Ila kuna shangazi yangu wa kwanza afu wa pili baba. Alikuwa na kaukali ka aina ile. Na mimi ndo nilikaa naye sana. Lakini sio kwa maana tumeishi kundi vile, labda tuna maana ni hivyo. Sijaishi hivyo. Au ulikulia Uswahilini? Mimi nimekaa Tandale. Nimekaa Tandale lakini sio kwa maana ya kujichanganya Uswahilini. Ila nimekaa kwa maana Uswahilini Tandale. Tandale kwa jina lote unasema ni Uswahilini lakini sio watu wote Waswahili. Sio wote. Lakini kwa kweli mnyinyi mnastahili mpongezwe. Yaani yule unavaa usika kama mtu wa Kiswahili. Juzi nimeona waziri alikuwa anasema mimi mwenyewe nafuatilia Kombolela. Kombolela ni familia fulani hivi ambao ukiitazama yani ina reflect maisha ya Tandale, Temeke. Tumpongeze kwa kweli Abduli. Abduli tunampongeza kila siku, tunamuombea. Abduli ni kichwa, Abduli yuko vizuri alivyo. Ni mzungu sana lakini mambo anayoandika Mungu wangu. Yani hapana, yani anajitahidi, mnyongeni haki yake mpeni. Yani mtu inapobidi apewe maua yake mpeni. Yuko hai na nguvu zake anasikia. Sio kama akipewa maua eti anamzibia mtu riziki au anamzibia mtu, hapana. Yani kila mtu, hata mtu ambaye inawezekana kwenye engo hii wewe upate riziki lakini unapata riziki ambayo yeye Abduli kwenye engo yako hawezi kupata riziki. Kwa hiyo kila mtu asifiwe kwa ile engo ambayo yeye anafiti. Abduli amefiti vizuri tu. Sini gani ambayo kwako ilikuwa ni ngumu? Vile ambavyo unacheza si ngumu kwamba utaweza kisanii, yani ni vile ambavyo iligusa moyo unaifanya unasema yani imetachi. Kama ni ilikuwa utakamani kuule ulitamani kulia, kama kucheka ulicheka, kweli ilikugusa yani? Mimi sini zote zinanigusa. Hususan tunavomjibu jeuli baba yetu. Yule ni baba. Yule mzazi. Yani nikichukulia tu maisha mimi Shamira, nikichukulia maisha yangu na watoto wangu. Na mimi mtoto wa kike mfano, nimebeba ujauzito, nimepata shida. Amezaliwa mtoto silali, akilia kidogo yani ule usiku wote wa mtoto mchanga unahangaika, anaumwa, unahangaika na mashule, alafu anakuwa yani vyote hivyo. Amekaa nyumbani, unamlisha lakini hana jema. Baba hana sauti. Umeelewa Na anawapenda. Lakini unamjibu vile. Kwa kweli sini zote ninazojibizana na mzee Kikala zinaniuma sana. Sana. Abduli kama amekutafutia jeraha la moyo. Yani zinaniuma kusema ule kweli. La, zinaniuma sana, si thubutu kwenye vile. Yani hata kama wakitazama watu, watazame sio kwa kuiga tabia zetu. Watazame kwa kutuona si watoto wema kwa wazazi. Yani watazame kwa jicho lingine kabisa. Sisi tunatoa burudani, tunatoa mafunzo kwa njia ya burudani. Kwa hiyo unaangalia hata mitaani tunao, huyu anamdharau mzazi wake, huyu anatukana, huyu hivyo. Hata yani wachukue kwa mafunzo yaliyo mazuri. Sisi tunarekebisha. Lakini kuna mtu ana akili kama zetu, anatupenda, anasifu, anapenda jinsi tulivyo.
Umeelewa Na maneno yenu. Na maneno yetu na mikala yetu na kujibu ujeuri wazazi wetu. Yani yeye ndo anapenda vile, anaona kama sifa. Haiko hivyo. Anaweza kapenda lakini asichukue kama funzo au asichukue kama ni kigezo yenyewe kuiga kile ambacho unafanya. Tunapenda apende, ila wasichukue kuwa vile ndo kigezo cha kumtukana mtu mzazi wake. Huwa sipendi. Kama vile Chiku anatusaidia sana. Mimi ni mkubwa kwa Chiku. Lakini kwa kuto kujiheshimu, Chiku aniamkia na huja ataamkia watoto, mimi aniamkia. Kwa sababu nini? Umejidhalilisha wewe mwenyewe, umejishusha mwenyewe, umejitoa thamani. Kila jema nalolifanya, lakini kwangu kwa Mwadawa tuseme. Ndio ni kuweza kwa nini hauna jema? Umenunuliwa dekiti, yani kila anachokifanya Chiku yani kwa sio hamna jema yani. Dawa so mtu. Yani ni hivyo. Mimi mwenyewe siwezi kuishi na mtu kama yule. Shamila hawezi kuishi na Mwadawa. Shamila hawezi kuishi kama Mwadawa. Kuishi na Mwadawa nyumba moja. Shamila saizi angekuwa yuko nyuma ya nondo. Yuko jela. Kama tukae. Yuko jela. Lakini vile ambavyo Abdul amekuweka kwenye sanaa na vile ambavyo mitaa vile ambavyo vinazungumza kama ni mtaani, kama vile watu ambao wanakusema, unahisi amekutafutia neno, yani amekutafutia dhahama, ama unahisi ni sahihi tu vile ambavyo amekuchora kisanii? Sahihi. Hajanitafutia neno lolote, ni sahihi. Watu wametaka kujua, wauone, yani watu wanataka kuona uwezo wangu zaidi. Hana shida kwa sababu unajua hadithi ni kitu cha kufikirika. Sio cha kweli. Na ndo maana mimi nimechukuliwa mlemavu wakati si mlemavu. Si vizuri ukamchukua mlemavu mwenyewe ukamchezesha. Kwa vitendo vinavyofanyika walemavu wasingekubali, ingeonekana kama anaonewa. Umeelewa Ndio maana nimechukuliwa mtu mimi sio mlemavu lakini nacheza kama mlemavu. Yani ni vitu vya kufikirika, sio vya kweli. Ndio maana nimepewa Mwadawa wakati mimi ni Shamila. Mitaa inazungumzaje, ama wale ambao wanakufuata DM wanakuzungumzaje kwa vile ambavyo umeshiriki kwenye Kombolela? Wananisifu tu. Mama uko vizuri, ya mama punguza mdomo. Yani akisema punguza mdomo anaweka na emoji vya kucheka. Kwa hiyo si kama anakuchamba au anakufanyaje, yani ana enjoy. Kwa kweli tuna enjoy. Yani mimi nakupenda mpaka naumwa. Mwingine jamani tusipowaona nyinyi hivi hivyo yani. Waziri sikasema na yeye. Kashindwa tu kusema kama yani anatupenda mpaka anaumwa. Hata anachelewa kwenda kazini. Anachelewa kwenda kazini. Wanambishia bure lakini vinaonyeshwa ndio mpaka usiku. Mpaka usiku. Sababu watu wanaangalia muda kulala saa ngapi ile mtu amelala. Afuatilie vipindi. Azam bwana ukikosa saa fulani utaona saa fulani hivyo yani. Kwa muda wako. Mjawahi kupata malalamiko kwamba muda mdogo mnaweka vipande vifupi sana? Malalamiko ni mengi sana. Ila tunasema pilau tamu lazima ndio linakuwaga dogo. Pilau tamu linakuwa dogo. Hamna jitihada yote ambayo mnatufanyia sisi watazamaji tupate kuenjoy zaidi. Yani hivyo ndo mnaenjoy jamani. Kwa sababu hebu niambie, nusu saa tu watu wanachelewa kulala. Nusu saa watu wanaunguza mboga. Mnataka nini tena? Hatutaki dhahama. Hata tukiwapa lisali zima. Yani wewe hebu niambie wewe si umeirudia ile mwanzo mpaka mwisho? Season 1 yote. Bado unaona kama fupi. Nilitumia kama mwezi mmoja tu, mwezi wa Ramadhani wote. Mwezi wa Ramadhani yote. Sasa bado unaona vifupi. Ulitaka kama mwezi wa Ramadhani ukutetee na bado unaendelea kuangalia. Lakini season 1 na season 2 kama season 1 ilikuwa tamu sana. Kwa nini? 1 ilikuwa tamu sana? Sio kweli. Yani ilikuwa tamu. Hii tamu sana. Mimi naomba niongee kama shabiki sasa. Season 1 ilikuwa tamu kwa sababu tunavyomwona yule mtoto wa Kobisi ambaye ni nani yule Cholo watu tulienjoy sana kumuona ikiwa msela vile. Tofauti na sasa hivi Cholo kapoa, sio kawaje. Ndo katika nyinyi sasa mnaotaka vitendo vya ajabu. Shakupata na wewe upo kumbe. Kwa nataka mtu aendelee hivyo asibadilike. Maisha yanatakiwa yabadilike. Umeelewa? Kwa sababu kilichobadilika ni Rasta. Amekaa sehemu ya mtu mstaarabu, amechukuliwa yule Cholo. Kama umefuatilia, kapelekwa chuo. Ndio. Sasa chuo aenda kufanya uendazimu na bange zake kule. Haiwezekani. Haya, alafu kaletwa pale. Bado mtaona hasira zake. Hasira hawezi kuacha ukimchokoza, si mkorofi. Kwa hiyo ndo iko hivyo nzuri. Tumeenjoy Mwadawa alivyokuwa Govinda tofauti na sasa hivi. Kipindi kile na miguu yake anapigana na watu bombani pale. Akisema naliamsha kweli. Sasa hivi mlemavu. Uone kama hii imepoa kweli, amekaa chini tu muda wote mnibebe. Sasa huyo unaomsema mlemavu ndo mgomvi kama umechunguza. Unajua ndo mshari kuliko wale wazima. Yani yeye
Yaani sasa hivi ndo hatari. Ana ugovinda wa mdomo sasa hivi. Mabala yote anaanza, mchokozi ni yule, unajua yeye ndo chanzo kwa kila kitu. Alafu analipua, anafanya kuwalipua wale wenye vichaa vyao sasa. Wanalipuka. Kwani shida iko wapi? Kupigana anapigana sana, sogezewa. Akiminya, unajua mtu mlemavu akikuminya utoki. Wewe mlemavu au umepata majeraha? Tunaona mlemavu ni yule ambaye kabisa tunaona kama vile kazaliwa lakini nimepata majeraha, miguu haina nguvu. Yaani kuanzia hapa kwenda huku ndo nina nguvu. Kuanzia mdomo, mikono, nini. Lakini huko miguu haina nguvu. Sina gani kwako ilikuwa the best kwenye hii season 2 sasa hivi? Zote. Kosa mimi nakutajia. Zote. Ile kunyolewa nywele ile. Pale unaambia mwenzako wewe funua wewe. Si wanaangalia si waliangalia kama alikuwa yeye akajiangalia huko nywele anazo. Alikuwa hajajua kama kichwani nywele ana. Ndio mwisho siku kwamba naye angalia kwanza. Mara kuja mkaanza kumwangalia wife yenu sasa. Nywele yake. Mimi niseme jamani, sini zangu zote nzuri. Zote nilizotolewa mahakamani kasheshe. Yaani sijui sini yangu ipi ambayo unaona imepoa. Sini zangu zote ziko vizuri, ziko moto. Nilivyounguzwa maji ya moto na ifi yangu, nilivyotia wazimu kule hospitali. Yaani sini zangu zote, kusema ule ukweli, ni nzuri. Yaani mwandishi nikisoma hivi nasema Abdul, nakushukuru baba. Nasoma naliamsha. Tutarajie tutaenda nayo hadi mwezi wangapi? Maana au ndo yale kwamba kidogo pop imeshia hapo. Nyinyi si mmeomba? Tunataka nyinyi ndo mseme jamani basi. Isidingo. Mtajijua wenyewe, nyinyi si ndo mmeomba. Sasa sisi tuitoe ya nini? Kwa sababu sisi kwenye kuitoa imeshatoka. Nyinyi ndo mmeirudisha. Kwa hiyo wale jamani mlioirudisha ndo mtakaoitoa. Kwamba sasa tumechoka. Jamani sasa pumzikeni. Mje baadaye tutapumzika. Tunawataka tena tunaliamsha tena dude. Kikubwa uzima tunao hai. Mamako mpya unaenjoy naye? Binti Msumi? Na enjoy naye, kimchezo na enjoy naye, yuko vizuri, ameingia vizuri sana kimchezo. Ameingia vizuri sana, yani hakupwaya. Mama aliyetafutwa ndio mama yule, lakini kinyume cha hapo asingeweza wale watoto. Umeelewa Ni mama ambaye hali kwetu, atalia ndani. Yaani hivyo Kwa hiyo ni mama amefiti sana, mama yuko vizuri sana. Kikazi, lakini kistori ni mama mbaya sana kwetu. Mwanga. Yule mwanachiza anasema, lakini Mwanga. Mwanga, sio sawa mwanachiza analopoka, mwanzo alikuwa analopoka. Jamani huyu Mwanga huyu haelewi. Mwanga huyu haelewi. Siri nitajua kundulika sasa. Ndio atakapocheza rafu tutamgundua. Za mwezi 40. Kwa tutarajisi. Hiyo michezo yake michafu. Ipo siku tutamuona tucheke tu mahepe, mtoto akilia mlete. Mambo yale mnafanya nini Melisi kwa nani? Watoto Melisi kwa nani hasa? Baba. Nikala kwa mstarabu. Ila sema alivyokuepo baba alikuwa anamkandamizia mitofali yote kwake. Lakini zile tabia ni za yeye mzee Kikala. Yupo hivyo, yani yuko hivyo. Ndio maana yuko na mtoto yule nani yule. Kaenda mtoto nje, kampata. Zile tabia ni za kwake. Baba yani hana pa kukimbilia. Ni damu yake. Yule Ahmadi na Chiku mbona kama sio nawe kwa tabia zile sasa? Wamechukua za mama yao. Wala wamechukua tabia ya mama. Kwa hiyo sana kwa vile ambavyo sasa hivi unahisi imekupa kile ambacho unachokihitaji au bado tunaidai? Sana bado. Imenipa lakini bado kwa sababu story bado zipo nyingi. Watoto wengine wadogo sasa wanakuwa wakubwa, wengine watazaliwa. Wanahitaji kuelimishwa kwa njia hiyo. Bado tunaidai. Kuna hela nyingi sana uliweka kwenye sanaa Kuna hela nyingi sana uliweka kwenye sanaa. Hela kivipi? Labda kwa vile ambavyo ulikuwa unatumia nauli zako, uliwekeza muda wako, naamini kuna hela fulani nikipata wala sanaa itakuwa imeshanilipa. Hela ishaisha nilowekeza kipindi hicho. Shaisha vinauli. Lakini sharudi. Imepita, si kutoka Magomeni, kutoka Tandale kwenda Magomeni. Sasa hivi nakula tu matunda, yani nakula faida.
Unasema unatoa ngapi vile? 3. Kati hao ni msanii mmoja tu ambaye uliigiza naye kipindi kile? Wanangu wote 3 wameigiza. Watoto wangu wote wa kike. Wote ni wasanii. So wasanii nilikuwa nawapeleka tu. Kama huyo naye nimecheza naye akiwa mdogo. Nilianza naye, alafu mwanangu wa kwanza naye kuna movie fans zilikuwa za dini naye amecheza. Dini ya Kiislamu. Alafu mwanangu mdogo Je, sasa siku Bista naye atakuja na kama ni kampuni yake au kama na taasisi yake na uigizaji wala wao na wasanii wake, movie zake, maisha mengine endelee? Inshallah. Ipo kwenye malengo yetu. Inshallah. Neno kubwa sana kwa sisi Waislamu. Inshallah. Mimi nakuombea kila laheri. Amina, nashukuru sana. Na mimi naombeeni kila laheri. Basi zungumza chochote kama kuna kitu ambacho sijakuuliza, unatamani uzungumze na watu ambao wanampenda Mwadawa, watu ambao wanampenda Bista, watu ambao wanaifuatilia Kombolela, yeyote ile ambao unahisi anastahili kupata maneno hayo. Wapenzi wangu, asanteni. Yaani bila nyinyi sio mimi. Naweza nikasema hilo neno ni fupi sana, ila ni kubwa sana. Kikubwa tuombeane kila laheri, msinichoke ninapokosea. Kuna mitandao mingi ya kijamii, unaweza ukasema hapa Mwadawa kidogo umeteleza, ili niendelee kusonga, kwa sababu mpaka hapa nilipofikia na imani mnanipenda sana, mnanitia moyo, kelele zenu zinatoboa ngoma masikio kwa nia njema. Lakini niseme kwa wanaopenda sanaa ni nzuri sana, sanaa ni kazi, lakini sanaa ni safari ndefu. Usikate tamaa, utafika unapotaka kufika. Nimeanza 98 lakini mambo yako vizuri mpaka sasa hivi. Anasema ameanza 98. Sanaa sio kitu rahisi kwa ninyi ambao mnatamani na ninyi maisha yenu yaongozwe na sanaa. Moja kati ya wasanii ambao naweza nikasema wameshafanya makubwa kwenye sanaa yetu ya uigizaji, kwa maana maigizo, tamthilia na mambo yote ambayo yanahusiana na masuala mazima ya sanaa. Anaitwa Bista ama Shamira ama Mwadawa kwa wewe ambao unaifuatilia tamthilia ya Kombolela. Kuna mengi ambayo tumeyazungumza hapa kuhusiana na maisha yake na kazi zake ambazo wamewahi kuzifanya. Wakati ni wako, hebu tuambie chochote kwenye comment hapo ambacho unahisi kitakuwa kinatokana na hiki ambacho tumekizungumza. Kwanza tuambie vile ambavyo unafurahishwa na uigizaji wa Mwadawa ama wa Bista, kuanzia kule ambapo alipotoka kwenye sanaa yake mpaka hapa alipofikia. Msafara wa Mamba na Kenge Hawakosi. Kama kuna namna yote ambayo aliwahi kukukwaza kwenye sanaa yake, pia tuambie. Kuna siku fulani, sehemu fulani ulifanya hivi na hivi, binafsi sijapenda. Nenda kwenye comment hapo, tuambie. Atatafuta muda wake kwa wakati wake aje kusoma hizi comment. Alafu kama kuna namna yote ambavyo anahisi huenda kabadilika, utakuwa umemsaidia kwa sababu yeye ni binadamu, hajakamilika. Mwisho kabisa nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video hii kunako YouTube channel yetu ya Nyundo TV, basi usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata mfululizo wa video zote ambazo tutakuwa tunaziposti kila siku. Asante sana.